Unahisi kama vile maisha yako yameenda tofauti na ahadi za Mungu kwako? Mungu amekuahidi mema, lakini unapitia shida hujawahi kuziona tangu uzaliwe. Usife moyo, ni kwa kitambo tu. Hivyo ndivyo ahadi za Mungu zilivyo. Mungu alivyomwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Ukitiririka na hilo andiko, unaona baada ya Abraham kwenda kwenye hiyo nchi, Biblia inasema basi kulikuwa na njaa katika nchi ile. Musa alipoambiwa aende kwa Farao kutaka kuwatoa wana wa Israeli mara ya kwanza, alikataliwa. Na si hivyo tu, Farao akasema, wapeni watu kazi nzito waitaabikie, wala wasiangalie maneno ya uongo. Na wana wa Israeli wenyewe wakawaambia Musa na Haruni, Bwana awaangalie na kuamua, kwa kuwa mmefanya harufu yetu kuwa chukizo mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake, mkatia upanga mikononi mwao watuue. Au fikiria, nabii amekuja kumpaka mafuta kijana Daudi kuwa mfalme, halafu kinachofuata baada ya hapo ni maisha ya kukimbia akifukuzwa na Sauli, miaka takriban 10 ya kuandamwa. Hata Yusufu alipooneshwa maono ya kuwa mkuu, ikafuata miaka 13 ya mateso, kuuzwa kama mtumwa na ndugu zake na kwenda jela kwa kusingiziwa ubakaji. Ni mateso tupu. Mungu akisha kutangazia baraka, kinachofuata huwa ni kitu cha kukuvunja moyo kama hujasimama katika imani. Imani yako lazima ijaribiwe. Ukitangaziwa baraka, umetangaza vita katika ulimwengu wa roho. Unapaswa kusimama imara katika imani. Hata uponyaji huwa hivyo hivyo. Mara nyingine ukiombewa uponyaji, ndio ugonjwa unalipuka, mtu anazidiwa, anaweza kupelekwa hata ICU. Hapo inahitaji imani. Sema, naamini Bwana, nisaidie kutokuamini kwangu. Marko sura ya 9 mstari wa 25 inasema, Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru, mtoke huyu, wala usimwingie tena. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama amekufa. Hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. Dogo alikuwa anapata kifafa, ila baada ya Yesu kukemea pepo, ndio akamtia kifafa sana. Yaani baada ya maombi ndio homa inazidi, hali inakuwa mbaya zaidi, maumivu yanaongezeka, kutoka damu kunazidi. Huyo dogo, watu wengi, sio wachache, wengi wakasema amekufa. Je, utafuata watu wengi wanachosema au utafuata kitu Mungu amesema? Kwa mtu mwenye imani, usiingie katika majibizano ya watu wengi wanasema nini au watu wamesema nini. Wewe ingia katika matendo yanayoambatana na imani. Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. Yesu hakubishana kwamba Noa hajafa. Yesu alifanya matendo. Ndiyo maana aliwaambia waliopooza, inuka, chukua kitanda chako uende. Na wale wakoma aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na wewe fanya matendo yanayoambatana na imani. Chukua mkopo ufungue hiyo biashara, nayo itashamiri. Anza kununua nguo za mtoto mchanga, mtoto wa kiume. Peleka dry cleaner suti utakayovaa kwenye interview kwa job application uliofanya. Anza kushop online kwa nguo utakazokuwa unavaa ukitoka hospitali.
Anza kuchagua kozi utakayosomea masters. Chagua shela utakayovaa siku ya kuolewa kwako. Jina la Bwana libarikiwe.